mimi naomba niungane na wenzangu kutoa shukrani za dhati kabisa kwa Nyansao Foundation chini ya mkurugenzi mkuu Dr. Rimo Nyansao. Tunamshukuru sana sana sana. Hii sasa imekuwa ni mara ya pili kama sijasahau. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Lakini sambamba na hilo tunamshukuru kwa kuunga mkono kwa kuleta tabasamu. Mheshimiwa Rais alisema anatamani akiondoka alete tabasamu. Lakini leo hii mwenzetu Nyansao amemsaidia kwa kuleta tabasamu kwa wana Serengeti. Takbir. Kwa hiyo tunamuombea afya njema, tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumuona katika viwango vingine. Sambamba na hilo, viongozi wetu wa dini, mimi naomba niwashukuruni sana. Mmekuwa na sisi kamati ya maridhiano, kila shughuli tunayofanya mmekuwa mpo bega na sisi. Kwa hiyo tunawashukuruni sana na tunaombeni muendelee kutuombea viongozi, tunapitia mengi. Na sasa niwaombe tuendelee kumuombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aendelee kuwa na afya njema na aendelee kutuongoza vyema. Kwa hiyo tunawashukuru sana na sisi kama serikali tunaahidi kuwapa ushirikiano kwa chochote mtakachokuwa nacho. Kwa majina anaitwa Modesta Mwema, mratibu wa Nyansao Foundation kanda ya Ziwa. Nyansao Foundation tunahusika na mambo ya elimu, afya na mahitaji maalum. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, taasisi hii imeendelea kugusa maisha ya watu mbalimbali wanaotoka katika kaya duni wakiwa na changamoto mbalimbali katika vipengele vitatu vya elimu, afya na mahitaji maalum, ikiwa ni kukutana na changamoto hizo na kuwapatia mahitaji mbalimbali. Taasisi hii imeanzishwa ili kufanya usaidizi kwa watu mbalimbali ambao wanatoka katika kaya duni, lakini kwa mkoa wa Mara tumeshapita katika wilaya zote za mkoa wetu kwa mahitaji mbalimbali. Huu ni mwendelezo wa kutoa huduma katika mahitaji maalum katika iftari ya leo hapa Serengeti kwa kurejesha tabasamu kwa watu mbalimbali, lakini pia tunatambua uwepo wa mfungo wa Kwaresima. Tumekutana na viongozi pia wa dini ya Kikristo ambao wameshiriki pamoja nasi katika iftari ya leo. Kwa hiyo lengo kubwa ni kurejesha mahusiano na ndugu zetu wa dini zote na kuhakikisha mahitaji yanawafikia watu mbalimbali kwa maombi, lakini pia kwa kuelekeza sehemu sahihi ya kuweza kutatua changamoto zao na kuweza kuwasaidia ili waweze kuondokana na changamoto hizo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia kibali hicho, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Daktari Rimo Simeon Nyansao ambaye ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, akiwa ndiye mkurugenzi mkuu wa taasisi hii ya Nyansao Foundation, kwa kuendelea kutuhamasisha, lakini pia kutuwezesha kwa hali na mali, lakini pia katika kutushauri nini cha kufanya kwa ajili ya kuifikia jamii. Moyo wake wa upendo umeendelea kutuhamasisha, lakini pia anaendelea kugusa maisha na tunaomba Mungu tuendelee kutoa hii huduma kanda ya Ziwa na tusambae mpaka nchi nzima ya Tanzania. Tumeamrishwa tufunge na tunafunga ni masaa takriban 12 mpaka 13 tunakuwa tumefunga. Wakati tukiwa tumefunga, tumekatazwa chochote kukifanya katika vitu ambavyo ni vyakula vinavyofika katika matumbo ama katika maneno yenye kumwasi Mwenyezi Mungu. Tumefundishwa kwamba tuyaache hayo mambo, lakini chuo chenyewe kinavyotuelekeza matokeo yake, lengo la Mwenyezi Mungu tuwe wacha Mungu, lakini pamoja na ucha Mungu kuna funzo lingine la uvumilivu. Unapofunga unalazimishwa uache kula, uwe mvumilivu kulingana na mazingira, lakini unafunga unaacha kula ili ufahamu kuna watu wanaishi na njaa. Kwa namna ambavyo wewe umefunga ukasikia maumivu yale ya njaa, ndivyo wanavyoishi watu wengine wasiokuwa na uwezo. Hili ni funzo, lakini ndani yake tazama tunavyoonyeshwa umuhimu wa kujua kwamba baada ya kujifundisha jambo hili kwamba mwisho wa siku matarajio makubwa yako wapi kuliko sehemu nyingine. Ni kwamba tunafunga masaa 12 lakini tunakuja kula ndani ya dakika 12 au pengine unafuturu ndani ya sekunde 12 tu. Umefunga masaa 12 lakini unakula ndani ya dakika 12. Shida, njaa yote uliokuwa nayo kwa masaa 12 inatoweka ndani ya dakika 12. Hapa tunafundishwa ni kwamba hata ungejilimbikizia mali kiasi gani, hiyo mali unayodhani kwamba hutoweza kuitoa kumpa mtu mwingine,
haina maana yoyote, kwa sababu unachokitumia wewe ni kidogo sana. Ndani ya zile dakika 12 wewe ulishashiba, hata kama umeandaa lundo ya vyakula, lakini dakika 12 zimemaliza shida yako ya masaa 12. Kwa hiyo linatufundisha kwamba tuwe na, hata kama umelimbikiza mali zako, jitahidi ukumbuke kuna watu wanaohitajia uweze kuyafanya hayo. Na hili natoa pongezi za dhati kwa taasisi ya Nyasaho Foundation. Wameliona hili kwamba unaweza ukawa na njaa kwa muda mrefu, lakini kumbe ndani ya dakika kadhaa ile njaa yako yote ya muda mrefu inakwisha. Kwa hiyo huna haja ya kujilimbikizia mali zako. Kwa hiyo Nyasaho Foundation imeamua kujitoa na kuyafanya haya kwenye jamii, si tu katika Waislamu, imefanya kwenye jamii nzima, katika hasa katika wilaya yetu ya Serengeti. Kwa hiyo inaonyesha kwamba haina haja ya kujilimbikizia, imeingia vizuri kwenye darasa la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini la pili nachoweza kusema pia ni kwamba tunafundishwa kwenye uvumilivu huo tuwe wepesi wa kusameheana. Kama kuna masehemu ambayo tunakuwa tunakosana, basi iwe haraka kukumbuka na kusameheana. Tusiweke visasi, tusiweke mioyo ya chuki katika nafsi zetu, kwa sababu inatuondosha kwenye ramani na kwenye barabara ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo katika jambo hili pia nawahusia Watanzania wote kwa ujumla, na wahusia tuwe wavumilivu. Kukosana ni sehemu ya wanadamu, kupishana ni sehemu ya wanadamu. Muhimu tuwe ni wenye kuvumiliana. Nchi yetu ilipita kwenye msukosuko fulani, lakini kwa msukosuko huo, kama tusingelikuwa na uvumilivu, kama tusingekuwa ni wenye kusameheana, maana yake tungefika mbali zaidi tulipokuwa tumefika. Hili nalisisitiza kwa Watanzania, tuendeleze moyo huu wa uvumilivu. Tukikosana basi tukubali kuzungumza, kukaa kwa pamoja na kurekebisha dosari zetu. Tusiweke visasi. Hata kama umekosewa basi usiweke kisasi. Jitahidi sana kuweka mazingira ya kukubaliana, kusameheana na kusikilizana. Hili nawahusia Watanzania wote kwa ujumla, lakini hasa Wanaserengeti, kwa sababu ndiko nakoishi. Natamani nione Wanaserengeti kwa ujumla, pasi na kuangalia dini zao, waishi katika umoja, huruma, upendo na kusikilizana. Jina langu naitwa Hafidh Ahmad Ali, maarufu Hafidh Ngozi wa albino. Swala la kuchukua sheria mkononi lina madhara makubwa sana kuliko kupitia kwa utaratibu wa kisheria ambao unaopaswa kufuatwa kiserikali na kijamii. Kwa maana kwamba unapochukua sheria mkononi, aidha kumdhuru mtu au la kutenda jambo ambalo kwamba haliendani kimaadili, haliendani kibinadamu, haliendani kiutu, tayari inakuwa umetoka katika nje ya maadili ya taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi tumekuwa ni kitovu cha amani na kitovu cha ushirikiano, lakini kitovu cha kusikilizana, lakini kitovu cha kuambizana, kukosoana na kupeana yale ambayo yaliokuwa sahihi kwenye jamii yetu, aidha kidini, kisiasa na mengineyo yote. Tunapaswa kuwa wamoja na kushauriana mbalimbali ili mambo yaende na kila mmoja ajione ana uhuru wa taifa lake la Tanzania, pasi na kutovukwa adabu ama la kuvuka mipaka ya kuchukua sheria mkononi. Hili naliunga mkono kwa sababu DC kuna kitu amekiona, nasi pia katika upande wetu tuna kitu tulichokiona. Kwa hiyo tunatia nguvu katika eneo hilo kwamba si jambo sahihi kwa binadamu yoyote kulifanya katika kuridhisha nafsi yake kwa kufanya yale ambayo hayaendani kimaadili. Lakini swali jingine muuliza kwamba je, mnalionaje kwa watu ambao kwamba wana asili ya kusema? Binafsi mimi ni mmoja katika miongoni mwa wasemaji, na hili tumeanza kulisemea siku nyingi na tunaendelea kulisemea kadri siku tunavyozidi kwenda. Na wakati nilianza kuperform hapa nilizungumzia swala zima la amani, kwamba watu tudumishe amani, ili amani yetu sisi inapokuwa inadumu tunaweza kuyaendea mengi ya kijamii, mengi ya kiudugu pamoja na pamoja, yote ambayo kwamba unapaswa kuyaendea kwa watu tutakwenda nao sawa, kwa sababu tayari tumeshaitanguliza amani kuwa mbele. Amani ndio msingi wa kila kitu, amani ndio msingi wa taifa letu, lakini amani ndio msingi wa viongozi. Lakini amani ni neno la Kiarabu ambalo linatumika kwa Waislamu, neno assalam, jibu lake amani. Unapomwambia mtu salamu alaikum, jibu lake unamwambia amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako, sawa sawa na wewe anapokuambia wa alaikum salamu, nawe pia amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako. Kwa hiyo amani ikitangulia, yote yaliyokuwa nyuma na yanayofuata huwa inakwenda sawa sawa, kwa sababu umetanguliza amani au umemtanguliza Mwenyezi Mungu mbele kwa kila hatua.